Kwa majina anaitwa Juma Elias Kegoe, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Genkuru. Kimsingi ni kwamba tunashukuru sana uongozi wa mgodi wa North Mara kwa shughuli tunazoshirikiana nazo mbalimbali katika vijiji vinavyozunguka mgodi ambayo ni 11 kwa sasa. Japo awali tulikuwa ni vijiji 5, lakini sasa hivi tumeongezeka kulingana na mambo yanavyoongezeka, tuna vijiji 11. Lakini pia kutokana na shughuli ambazo tunaibua na mahusiano mazuri ambayo tunao na mgodi, wanajaribu kutusikiliza. Sio kipindi cha nyuma. Sasa hivi tukipeleka hoja zetu wanazipokea na wanazitekeleza kwa wakati. Lakini sisi pia kijiji cha Genkuru ni wanufaikaji wa 1% ambayo tulikubaliana awali kwamba watakapoanza uzalishaji kwenye eneo letu, maana tulikuwa na viwanja vyetu hapo, baada ya kuwa tumekubaliana nao tukauzia leseni zetu, wanatulipa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mnavyoniona kwenye akaunti yangu ya kijiji ina zaidi ya bilioni 2, ambazo hizo bilioni 2 zinakuja kufanya maendeleo ndani ya kijiji cha Genkuru. Kwa hiyo tumeibua miradi mbalimbali ndani ya kijiji. Tuna barabara nyingi ambazo tunataka sasa hivi zianze utekelezaji kutokana na hiyo 1% ya pesa. Lakini pia kutokana na CS tuna miradi ambayo tumeianzisha ndani ya kijiji. Tunajenga shule mpya, tunaanza na madarasa 3 na matundu 16 ya vyoo. Tunakarabati barabara zilizopo ndani ya kijiji. Lakini pia tunaweka uzio katika kituo hiki ambacho nimesimama hapa kwa ajili ya watu kuingilia maeneo ya hospitali. Lakini pia pale Birege Sekondari ambayo tuna sekondari moja, tunaweka uzio pia kwenye lile eneo la wasichana wanakokaa pale. Hizo ni shughuli ambazo tunaendelea kuzifanya na tunaenda kwa kasi kweli kweli. Hata jana hapa nilikuwa halmashauri kumwambia mkurugenzi kwamba hizi pesa hakuna sababu ya kuendelea kukaa kwenye account, na wakati kuna watu wana mahitaji maalum kwenye kuwa na jengo hili hapa ambalo lilikuwa linajulikana kama ni zahanati ya kijiji cha Genkuru. Lakini kuanzia mwaka 2017 ndio tulianza ujenzi huu wa kituo cha afya, kutokana na hiyo 1% baada ya kuwa wameanza uzalishaji kwenye mgodi. Kuanzia mwaka 2019-20 ndio huduma za kituo cha afya zimeanza. Tulikuwa tunaenda maeneo ya jirani. Kwa mfano tulikuwa tunaenda Mriba kufuata huduma na Nyamongo. Lakini baada ya kuwa tumeona kuna umuhimu kutokana na sera ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, kijiji kuwa na kituo cha zahanati, lakini pia kata kuwa na kituo cha afya, ndio maana tukapata hiki kituo cha afya kinahudumia kata nzima ambayo ina vijiji viwili, Msege na Genkuru. Tulikuwa tunatembea umbali kutoka hapa kwenda Mriba, ni umbali mrefu sana. Kutoka hapa kwenda Nyamongo ni umbali mrefu sana, au kwenda Nyamwaga siwezi kujua kwa haraka ni kilomita ngapi, lakini kwa kweli ni sehemu moja mbali. Hata wanawake walikuwa wanajifungulia njiani. Unaambiwa, unapata taarifa kwamba mwanamke amejifungulia. Hata mimi mwenyewe nishawahi kushuhudia hapo polini, hapo kuna poli hapo, mwanamke amejifungua pale, kuja kufikisha mtoto hapa, yule mtoto akawa amefariki kutokana na mazingira aliyojifungulia. Lakini kwa sasa hivi matukio kama hayo hayapo ndani ya kituo cha afya hapa. Huduma ambazo zimeongezeka hapa sasa hivi, hapa kina mama wanajifungua kwa urahisi sana. Ndio huduma ambayo tunaiona ni bora sana, ambayo tulikuwa tukitegemea. Hata hapo ukiingia hapo odini, tayari kina mama wana vichanga wameshajifungua tayari, tena kwa kutegemea wataalamu wetu tulionao hapa. Kwa hiyo shida imepungua. Lakini pia muda sio mrefu tutaanza upasuaji hapa. Tutaanza kufanya operation hapa. Tayari daktari tunaye na yuko pale Nyamwaga, anatoa huduma pale ili tuweze kukamilisha vifaa ambavyo vinahitajika ili aweze kufanya kazi ya upasuaji. Idadi ya wananchi tuko zaidi ya 5,600. Ni zaidi ya 5,600 kwa Genkuru tu, ambayo ina vitongoji 4.